Wakati tukielekea ukingoni mwa msimu wa mwaka 2024-2025 katika ligi mbalimbali Ulaya, nimekuandalia listi ya wachezaji 10 watakaong'ara zaidi katika msimu ujao wa mwaka 2024-2025. Hii ni kutokana na kile walichokionyesha katika msimu huu. Kile ambacho wamekionyesha katika msimu huu kinaweza kikatabiri mafanikio yao katika msimu ujao. Soka hubadilika kwa kasi na vipaji vipya huibuka kila mara, huku vilivyopo vikikomaa. Orodha hii imezingatia wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kuleta impact kubwa katika msimu ujao, kutoa burudani na pengine kuweka records mpya. Kabla ya kuanza, ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television na kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok. Tunapatikana kwa jina moja tu, Dino Television. Haya, sasa tuanze. Hawa hapa ni wachezaji 10 ambao tunatarajia makubwa kutoka kwao. Kumbuka, orodha hii imetengenezwa kutokana na maoni binafsi na kuzingatia viwango walivyovionyesha katika msimu huu. Tutaanza na namba 10 hadi namba 1. Nambari 10 ni Jamal Musiala. Huyu ni mchezaji wa Bayern Munich. Kijana huyu ana kipaji cha kipekee cha kuchezea mpira na kuwadanganya mabeki. Ubunifu wake na uwezo wake wa kufunga katika nafasi mbalimbali unamfanya kuwa tishio mara kwa mara. Msimu wa mwaka 2025-2026 unaweza kuwa kati ya msimu wake bora na kumtambulisha rasmi katika ramani ya wachezaji bora na kutazamwa zaidi Ulaya. Msimu huu amefanikiwa kucheza mechi 25, akifanikiwa kuisaidia timu yake ya Bayern Munich kutoa ubingwa wa Bundesliga, akifunga mabao 12 na kutoa assist 4. Namba 9 ni Florian Wirtz. Huyu ni mchezaji wa Bayer Leverkusen. Baada ya msimu mzuri wa Bayer Leverkusen, Wirtz anaonekana kuwa mchezaji mwenye akili nyingi na anayeweza kuamua matokeo ya mchezo muda wowote. Uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho, kutoa assist na kufunga mabao muhimu unamfanya kuwa mchezaji anayetamaniwa na vilabu vikubwa. Kama ataendelea kufanya aliyofanya ndani ya msimu huu, basi msimu ujao unaweza kuwa msimu bora zaidi kwake. Klabu mbalimbali barani Ulaya zimekuwa zikiwinda saini yake, wakiwemo mabingwa wa msimu huu wa EPL, Liverpool. Msimu huu wa mwaka 2024-2025 amefanikiwa kucheza mechi 31, akifunga mabao 10 na kutoa assist 12 katika Bundesliga. Wa 8 ni Gavi wa FC Barcelona. Licha ya majeraha, Gavi amekuwa na ari na kipaji kisicho na shaka. Kama msimu ujao akirejea kwenye ubora wake na kutosumbuliwa na majeraha, basi anaweza kuwa mchezaji hatari zaidi. Kasi yake, nguvu zake na uwezo wake wa kutawala mipira katikati ya uwanja unamfanya kuwa nguzo muhimu kwa Barcelona. Katika msimu huu wa mwaka 2024-2025 amefanikiwa kucheza mechi 41, akifunga mabao 3 na kutoa assist 2. Katika La Liga pekee alicheza mechi 21, akifunga bao 1 na kutoa assist 1. Wa 7 ni Warren Zaïre-Emery wa Paris Saint-Germain PSG. Ni kiungo mwenye umri mdogo, mwenye nguvu, akili na uwezo wa kusoma mchezo. Amekuwa akicheza kama mchezaji mkongwe licha ya umri wake mdogo. PSG inamtegemea sana katikati ya uwanja. Anaweza kuwa moja ya viungo bora wa kujirinda na kushambulia katika msimu ujao iwapo akiendelea kupata nafasi na kuaminiwa zaidi. Msimu huu amefunga goli 1 na kutoa assist 2. Nambari 6 tunamkuta Benjamin Sesko wa RB Leipzig. Sesko ni mshambuliaji mrefu mwenye nguvu na uwezo wa kufinish mipira. Uwezo wake wa kufunga mabao kwa kichwa na miguu unamfanya kuwa mshambuliaji kamili na hatari zaidi. Endapo atapata nafasi katika klabu kubwa zaidi, basi dunia inaweza kushuhudia uwezo wa kipekee wa mshambuliaji huyu. Amecheza mechi 51, akifunga mabao 26 na kutoa assist 6 katika msimu huu. Katika Bundesliga pekee amefanikiwa kucheza mechi 33, akifunga mabao 13 na kutoa assist 5. Katika nafasi ya 5 yupo Endrick. Huyu ni kinda wa Real Madrid. Matarajio juu ya kijana huyu wa Kibrazili ni makubwa, na hii ni kutokana na kile ambacho amekuwa kikionyesha uwanjani, japo amekuwa akipata nafasi ndogo ya kucheza chini ya Carlo Ancelotti. Msimu ujao unaweza kuwa msimu wa mafanikio mapya kwa Endrick. Ujio wa kocha mpya Xavi Alonso unaweza kumpatia nafasi kubwa zaidi ya kuonyesha uwezo wake. Endrick ni mchezaji mwenye kasi, nguvu na uwezo wa kufunga mabao. Endrick anaweza kuwa mshambuliaji hatari sana iwapo atapata muda wa kutosha kuonyesha uwezo wake. Msimu huu amecheza jumla ya mechi 37,
mechi za La Liga zikiwa 22, UEFA Champions League akicheza mechi 9, Copa del Rey akicheza mechi 6, akifunga mabao 7, La Liga 1, Champions League 1, Copa del Rey 5. Katika nafasi ya 4 yupo Amad Diallo wa Manchester United. Mshambuliaji huyu wa pembeni amekuwa akionyesha uwezo wake wa kipekee wa kudribble na kuunda nafasi. Msimu huu haukuwa mzuri sana kwake kutokana na majeraha ambayo yaliweza kumweka nje kwa zaidi ya nusu ya msimu, lakini amekuwa mchezaji wa muhimu sana kwa Manchester United kila akipata nafasi. Katika msimu ujao, iwapo asipopata majeraha, basi anaweza kuwa sababu ya furaha kwa mashabiki wa Manchester United. Msimu huu amecheza mechi 43 akifunga mabao 10 na kutoa assist 8. Katika EPL pekee alicheza mechi 25 akifunga mabao 7 na kutoa assist 6. Namba 3 yupo Arda Güler, kiungo wa Real Madrid. Kinda huyu wa Kituruki ameonyesha ubora wa kiufundi na uwezo wake wa kupiga pasi za ajabu. Licha ya kutopata nafasi ya kutosha katika kikosi cha Carlo Ancelotti, ila amekuwa akitumia vizuri nafasi ndogo anayoipata. Hivyo kama akipewa nafasi na muda wa kutosha, basi anaweza kuwa miongoni mwa wachezaji hatari zaidi pale La Liga msimu ujao. Msimu huu wa mwaka 2024-2025 amecheza mechi 26 akifunga mabao 3 na kutoa assist 5. Wa pili ni Desire Doué wa PSG. Ni kiungo mshambuliaji mwenye kipaji kikubwa akiwa na umri wa miaka 19 pekee. Amekuwa mchezaji muhimu kwa PSG na Ufaransa, akisifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukokota mipira, yani dribbling. Kasi na uchezaji usio na hofu umekuwa ni nguzo yake muhimu. Ni mmoja wa wachezaji chipukizi wanaotazama sana Ulaya kwa sasa. Doué amekuwa msaada mkubwa kwa PSG katika msimu huu na akionyesha msimu mzuri sana. Katika Ligi 1 amecheza mechi 31 akifunga mabao 6 na kutoa pasi za mabao 6. Katika UEFA Champions League amecheza mechi 15, mabao 3 na kutoa assist 3. Katika Copa de France amecheza mechi 5, mabao 4 na kutoa assist 3. Takwimu hizi zinaonyesha wazi jinsi Doué amekuwa na mchango mkubwa katika klabu yake ya PSG, akifunga mabao na kutoa assist za mabao. Licha ya umri wake mdogo, uwezo wake wa kupenya safu ya ulinzi na kufanya maamuzi sahihi kwenye eneo la mwisho ni mambo yanayomfanya awe mchezaji hatari na mwenye ushawishi mkubwa. Kama akiendelea kuaminiwa na kupewa nafasi zaidi, basi msimu ujao unaweza kuwa ni msimu wa kuwashangaza wengi na kufanya makubwa katika soka. Binafsi ninayo imani na matarajio makubwa juu yake. Wa kwanza ni Lamine Yamal, mchezaji wa FC Barcelona. Huu ukiwa ni msimu wake wa 3 toka alipojiunga na FC Barcelona, ila ukiwa ndo msimu wake wa kwanza wenye mafanikio makubwa zaidi, akifanikiwa kuisaidia timu yake ya Barcelona kutoa ubingwa wa La Liga. Uwezo wake wa kudhibiti mipira, kupiga chenga, kufanya dribbling na kufunga mabao katika umri wake mdogo unamfanya kuwa mchezaji hatari sana kwa sasa. He is an unbelievable player, lakini bado ana nafasi kubwa ya kuendelea kile ambacho amekianzisha na kuzidi kuimarika zaidi na kufanya makubwa zaidi. Na msimu wa mwaka 2025-2026 unaweza kuwa msimu wake bora zaidi na kumfanya kutambulika kama number 1 player in the world. Maybe, hatujui. Msimu huu ameweza kucheza mechi 34 katika La Liga, akifunga mabao 9 na kutoa assist 13. Yes, orodha hii ni utabiri tu, na soka daima huwa na mambo ya kushangaza. Hawa ambao unawaona wanaweza sishine katika msimu ujao, lakini inawezekana pia wakashine zaidi. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na uwezo mkubwa na wameacha alama kubwa katika msimu huu wa mwaka 2024-2025. Na tuna matarajio makubwa sana juu yao katika msimu ujao wa mwaka 2025-2026. Je, ni mchezaji gani ambaye unadhani atang'ara zaidi katika msimu ujao? Niambie hapo chini kwenye comment. Je, kwenye orodha hii ni nani ambaye unafikiria msimu ujao atang'ara zaidi kuliko wengine? Ama kama hayupo kwenye orodha hii, nitajie pia hapa ili tuweze kumuongeza kwenye orodha. Hii ni Super 12 ya Dino Television. Ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na hata TikTok. Tunapatikana kwa jina la Dino Television. Mimi ni Mr. Voltage na hii ni Dino Television.